Lakini ndugu zangu, jambo lingine ni swala la makosa haya ya ukatili wa kijinsia na watoto. Yule mama pale ameongea mambo mazito sana. Watoto wanarandaranda usiku. Watoto wakirandaranda usiku, na maana wanaingia kwenye matendo ya kikatili, wanalazimishwa kufanyiwa ukatili. Akienda akanunua pombe mtoto mwenye umri mdogo, wewe uliyemuuzia umemfanyia ukatili. Akiingiliwa kimwili, ukatili. Na wanafanyiwa ukatili wa aina hiyo usiku. Akishirikishwa kwenye uhalifu, yeye mwenyewe amefanyiwa matendo ya kikatili pia. Lakini tujiulize, hao watoto wanatoka hapa, wanatoka kwa wazazi, si ndio? Juzi nilikuwa naona mtoto mmoja anasema sisi sio watoto wa mtaani. Sio kama mliona ile kitu. Anasema sisi sio watoto wa mtaani. Mtaani huwa hamna nini? Hamna watoto. Watoto wana wazazi. Watu wa Mwanza hamja kaa mkatafakari, wote ni wafanyabiashara mjini hapa pengine. Hao watoto wanaotembea humu kwenye mitaa, ukiwaona unapandisha kioo ili wasikusumbue. Sio kama mshawahi kujiuliza wazazi wao ni wakina nani? Nataka kuniambia wazazi wao ni wa nje ya Mwanza? Wengine wako humu, si ndio? Mmezaa alafu mmefanya nini? Mmetelekeza. Kwa hiyo tuna wajibu wa kufanya ili kuwafanya watoto watoke mitaani. Wajibu huo sasa sio wa serikali pekee yake, ni wajibu wetu sote tulioko. Tusaidie hao watoto tunaowaita taifa la kesho, kweli wawe taifa la kesho. Hawezi kuwa taifa la kesho kama wanazagaa usiku kama mama alivyosema. Lakini kuna makosa haya ya ukatili ambao watu wazima wengine wanashiriki: ubakaji, makosa ya ulawiti, makosa ya kutembea na watoto wa shule, ubakaji tena kwa watoto wenye umri mdogo. Tunayo mifano hai ya baadhi ya wafanyabiashara kubaka watoto wao kwa tamaa za kimwili. Lazima tujue tunao wajibu sisi kama wazazi. Kwa hiyo sote hapa twende tuhakikishe kwamba ukatili unatokomea kabisa. Hiyo ya kuwaita askari waje kila mtaa haisaidii kitu. Askari wa dawati watajaa kila mtaa, lakini kama nyinyi hamjabadilisha, kama wazazi hawajabadilisha akili zao, ukatili hauwezi kuisha. Askari watajaa huko mitaani, lakini hawezi kuingia chumbani usiku. Chumbani usiku kuna vipigo vinafanyika. Lazima tushirikiane sote.